Tume ya uchaguzi ya Zambia imemtangaza rasmi rais aliyopo madarakani Hakainde Hichilema kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais uliofanyika Agosti 13 mwaka 2026. Ushindi huu unampa mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 64 fursa ya kuiongoza Zambia kwa muhula mwingine wa miaka 5 chini ya chama chake cha United Party for National Development. Hakainde Hichilema amepata ushindi mkubwa uliomwezesha kuvuka kizingiti cha kisheria cha 50% ili kuepuka duru ya pili ya uchaguzi. Alijipatia takribani kura milioni 2.9 sawa na 60.5%, huku mpinzani wake Brian Mundumbile akiwa na kura yapata milioni 1.8 sawa na 38%, na wagombea wengine 12 waliosalia waligawana asilimia chache zilizobaki. Licha ya ushindi huo mnono, mchakato wa uchaguzi wa mwaka huu uliripotiwa kukumbwa na changamoto na malalamiko makubwa kutoka kwenye vyama vya upinzani. Siku ya Ijumaa baada ya uchaguzi, ECZ ililazimika kusitisha kwa muda zoezi la kujumlisha kura kufuatia ripoti za vurugu, mashambulizi dhidi ya maafisa wa uchaguzi na madai ya wizi wa masanduku ya kura katika baadhi ya mikoa, huku baadhi ya viongozi wa upinzani wakiripotiwa kukamatwa kwa tuhuma za kupanga njama za uasi na kuvurugia amani. Lakini kabla hata ya matokeo ya mwisho kutangazwa, mgombea mwenza Brian Mundumbile na muungano wake wa Tonse Alliance waligomea matokeo hayo, wakidai kuwepo kwa njama za makusudi za kuiba kura, huku akijinadi kuwa yeye ni mshindi na ni rais atakayeongoza miaka 5 hii ijayo. Katika hotuba yake ya ushindi, Rais Hakainde Hichilema amewashukuru wa Zambia kwa kuendelea kuwa na imani naye na kuahidi kuendeleza mageuzi ya kiuchumi, kupambana na mfumuko wa bei na kuunganisha nchi. Wachambuzi wa kisiasa za kikanda wanaripotiwa kusema kuwa muhula huu wa pili wa Hichilema utakuwa na mtihani mkubwa wa kuponya majeraha ya kisiasa yaliyojitokeza wakati wa kampeni. Pia atalazimika kushughulikia changamoto za gharama za maisha na madeni ya nchi, masuala ambayo yalikuwa nguzo kuu ya malalamiko ya wapinzani wake. Rais Hakainde Hichilema anayejulikana maarufu kama HH ama jina la utani, bali ni mfanyabiashara, mwanauchumi na mwanasiasa mashuhuri ambaye kwa sasa anahudumu kama rais wa 7 wa Jamhuri ya Zambia. Safari yake ya maisha kutoka utoto wa kimaskini vijijini hadi kuwa mmoja wa matajiri wakubwa na viongozi wa nchi inatajwa na wengi kama mfano wa ustahimilivu na nia thabiti. Katika historia yake aliwahi kugombea urais na kushindwa katika chaguzi za miaka ya 2006, 2008, 2011, 2015 na 2016. Pia amewahi kukamatwa na polisi takribani mara 15 tangu aingie kwenye siasa. Kisa maarufu zaidi ni cha Aprili mwaka 2017 ambapo aliripotiwa kukamatwa na kushtakiwa kwa uhaini kwa madai ya kushindwa kusogeza msafara wake kupisha msafara wa rais wa wakati huo Edgar Lungu. Akakaa gerezani kwa miezi 4 kabla ya mashtaka hayo kufutwa. Mimi ni Regina Baltazari. Hizi ni ripoti kimataifa.